Tanzania imemwamulia Larry Madowo baada ya kufanya ujumbe na ripoti ya CNN kuonyesha mauaji yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na makabiliano haya dhidi ya Madowo sasa ambayo yamefumua siri ya mgogoro mpya wa kisiasa katika eneo la Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza kukutana channel hii, tafadhali kumbuka kusubscribe. Ilianza kama mjadala wa kawaida mitandaoni, lakini ikageuka kuwa dhoruba inayozua tafakuri nzito kuhusu mustakabali wa taifa, uhalali wa mamlaka na nafasi ya vyombo vya habari katika kufichua kile kinachoendelea nyuma ya ukimya wa kiserikali. Katika siku za hivi karibuni, jina la mwandishi wa kimataifa Larry Madowo limekuwa kitovu cha hasira, hofu, ulinzi wa mataifa na taarifa na mapambano ya kisaikolojia kati ya mlipuko wa taarifa za kidijitali na nguvu za dola zinazojaribu kudhibiti simulizi la taifa lao. Kile kilichoonekana kama mashambulizi ya mitandaoni dhidi ya mwandishi huyo haraka kilibua swali ambalo lilikuwa pana zaidi kuhusu kinzani kati ya taarifa huru, teknolojia ya akili bandia na maslahi ya kisiasa katika eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na majeraha mapya ya kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka huu Oktoba 29. Na katika uwanja huu wa mvutano, kilichotokea kikuwa tu hali ya kujibu tuhuma, bali pia udhihirisho wa mapambano mapya taarifa, ambapo upande mmoja ulisukuma simulizi la ukosoaji la utawala, huku mwingine ukijenga mantiki ya usaliti wa kitaifa dhidi ya wale wanaojaribu kufichua yaliyofichwa. Mzozo huu uliibuka siku chache baada ya kusambaa kwa picha mtandaoni zinazomuonyesha Madowo katika mazungumzo ya siri na watu waliohusishwa na harakati za kisiasa zinazotajwa kuwa na malengo ya kuikwamisha Tanzania kiuchumi kufuatia uchaguzi huo. Picha hizo hazikupokelewa kama tuhuma za kawaida, bali kama ushahidi wa njama ya kimataifa. Lakini badala ya kuzima tuhuma hizo taratibu, upotoshaji huo uliendeshwa kwa njia za kiteknolojia, ukisambazwa kwa kasi na kupata ufuasi wengi ndani ya taifa ambalo limekuwa likijitahidi kujenga hadithi ya utulivu wa kisiasa baada ya kipindi kilichotawaliwa na wasiwasi, maandamano na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Na katika mazingira hayo, Madowo alilazimika kujitokeza hadharani na kuweka bayana kuwa maudhui hayo yalikuwa si tu ya kashfa, bali pia ya kutengenezwa kwa kutumia teknolojia ya akili bandia, na katika sehemu ya mbinu ya kumpaka matope na kubadili mwelekeo wa mjadala uliokuwa unaibuka kutokana na kazi yake ya uandishi. Hayo yalikuja wiki chache baada ya kutolewa kwa filamu ya uchunguzi ambayo ilieleza kwa kina kile kilichodaiwa kuwa athari za uchaguzi huo, ikiwemo maelezo kuhusu uwepo wa makaburi ya watu waliopotea na kuzikwa kwa siri, madai yaliyosisimua hisia za kitaifa na kimataifa na kuwasha moto wa mjadala unaohitaji majibu. Na katika kipindi kifupi, simulizi lililopo awali la kusifiwa kwa ujasiri uandishi lilibadilika na kuwa lawama kali kutoka kwa baadhi ya Watanzania waliomuona kama msaliti wa taifa badala ya mwandishi wa habari. Mabadiliko hayo ya hisia yalikuja baada ya awamu ya mwanzo, ambapo sehemu ya wananchi walionyesha mshikamano naye, wakitazama kazi yake kama fursa ya kushinikiza uwazi katika kipindi ambacho ripoti ya Tanzania za kimataifa zilionyesha hali ya wasiwasi kutokana na jinsi ushindi wa Samia Suluhu ulivyopatikana bila upinzani wa maana. Hata hivyo, kuibuka kwa picha hizo za kumhusisha na mwanaharakati maarufu Maria Sarungi, ambaye amekuwa sauti inayokosoa kwa nguvu serikali, kuligeuza hali ya hewa ya mitandaoni. Hapo ndipo hoja za uzalendo, fitina na ushawishi wa nje zilipoanza kutawala mazungumzo badala ya tathmini ya yaliyomo katika filamu hiyo. Uchunguzi wa Kenyascope baadaye ulibaini kuwa picha hizo hazikuwa halisi, bali zilitengenezwa na teknolojia ya kujenga taswira kwa njia ya kidijitali, ama ukipenda AI. Ilikuwa ni onyesho la namna utengenezaji wa ukweli bandia unavyoweza kubadili mwelekeo wa mjadala wa kitaifa na kutumia mbinu za kisaikolojia.
Na katika ukimya wa serikali haukuzuia upanuzi wa hadithi hiyo kimataifa, kwani jeshi la kidiplomasia lilianza kujiweka katika mstari wa mbele, na Marekani kupitia kamati ya Seneti ya mahusiano ya nje ilikata uchunguzi huru ilitaka uchunguzi huru kuhusu ukosefu wa haki za binadamu katika kipindi cha uchaguzi. Shinikizo hilo lilihitimisha wimbi la taharuki ilionekana kuwa halitakoma, kwani ilifanya Tanzania kuchukua hatua za kujibu kwa kuahidi kuunda tume ya uchunguzi ambayo ingetoa ripoti kamili juu ya yaliyodaiwa kutokea baada ya uchaguzi. Na wakati huo mjadala wa ndani ulichukua mkondo mpya. Badala ya kuelekezwa kwenye ushahidi kuhusu majeraha ya uchaguzi, mjadala ulihamia kwenye kunyamazisha mtoa taarifa kwa kumuumiza taswira. Madoa alihusishwa na njama, ushawishi wa kigeni na mipango iliyolenga kuchafua nchi. Hoja hiyo ilielekezwa kama mbinu ya kuzuia mjadala kuhusu kile kilichodaiwa kufichwa, na kila ukumbusho wa filamu yake uliibua swali kuhusu nini kinafichwa badala ya kulazimika kujibu madai yaliyomo. Katika mazingira mengine, hali hii ingetazamwa kama ulinzi wa taifa dhidi ya propaganda za kigeni, lakini hapa ilionekana kama kinyume cha juhudi za kujenga uwazi baada ya uchaguzi uliokosa ushindani wa maana. Kwa upande wa mwandishi huyo, swala hilo liliwasilishwa kama dalili ya kushindwa kuharibisha maudhui ya kazi yake kwa hoja za msingi, na hivyo kukimbilia mbinu za kumshambulia binafsi kwa kutumia uvumi, kejeli na taswira za kutengenezwa. Lakini nyuma ya kejeli na shutuma kulikuwapo na kiini kikubwa zaidi, ambacho kilikuwa ni kuvunjika kwa makubaliano ya baada ya uchaguzi ambayo yalihitaji kujengwa upya kwa mazungumzo ya kitaifa juu ya uhalali, utawala wa sheria na uhusiano kati ya dola na raia. Katika kukimbizana na simulizi la kitaifa, mhusika wa lawama, mageuzi ya jamii ya kidijitali nchini yalionyesha jinsi teknolojia imerahisisha uundwaji wa hadithi hiyo mpya kuliko upatikanaji wa majibu ya msingi, na kila simulizi ilikuwa na umma wake, kila upande ulikuwa na ukweli wake, na kila upande ulijiona mwathirika. Na wakati huo kile kilichoonekana kuwa mapambano ya mitaani kiligeuka kuwa maudhui ya kitaifa. Vitengo vya haki za binadamu vilianza kutafuta ujumbe wa ndani na filamu hiyo, huku ndani ya Tanzania kukiwa na shinikizo la kuhakikisha mjadala wa kimataifa ambao huonyeshi picha ya taifa lililofichwa na migogoro ya ndani. Lakini bila kujali upande gani unaaminiwa, tukio hili lilifichua ukweli mkubwa wa kisiasa kuwa simulizi la taifa liko tena mikononi mwa serikali pekee, wala mikononi mwa vyombo vya habari. Lipo kwenye uga wa kijamii na kisiasa, kimataifa na teknolojia kwa wakati mmoja. Matamko ya serikali kuhusu kuanzishwa kwa tume ya uchunguzi iliyojaribu kuipa hadithi mwelekeo mpya, lakini hayakuondoa taswira iliyokuwa imejengeka kimataifa kuhusu uwepo wa giza katika kipindi cha baada ya uchaguzi. Hata hivyo, Tanzania ilionekana kujibu kwa mtindo wa kujenga mabega dhidi ya shinikizo, ikitangaza kuwa uchunguzi huo ungekuwa wa kina na wa haki. Na katika mkondo wa simulizi la mgogoro huo, Madowo alibaki kwenye nafasi ya uandishi uliozua mjadala mkali, huku wakosoaji wake wakijikita katika kuonesha kwamba taifa lilikuwa linalengwa na nguvu za nje, na kwa upande wake hoja ya msingi ilikuwa dhahiri kwamba usambazaji taswira bandia ulikuwa sio tu shambulizi la kumdhalilisha mtu, bali pia jaribio la kudhibiti simulizi la tukio ambalo lilihitaji majibu ya kitaifa. Kwa kiwango fulani, tukio hilo lilikuwa kielelezo cha namna Afrika Mashariki inavyoingia katika enzi mpya ya mapambano ya taarifa, mijadala ya uwazi na udhibiti wa simulizi. Hapa teknolojia si tu chombo cha taarifa, bali pia silaha ya kujenga maudhui ya kuibatilisha. Na katika muktadha huo, mgogoro wa Madowo hauwezi kuonekana kama mzozo wa mtu mmoja dhidi ya taifa. Ni hadithi ya mabadiliko ya kisiasa,
kiutamaduni na ya kiteknolojia yanayokabili mataifa ya Afrika Mashariki katika zama ambazo ukweli unaweza kutengenezwa, simulizi linaweza kuvurugwa na utawala unaweza kulazimishwa kuishi na shinikizo la uwazi. Hatima ya tukio hilo haiko tu katika ubadilishanaji wa maneno, bali katika mwendelezo wa safari ya taifa linalojaribu kujijenga baada ya kipindi kigumu cha kisiasa. Kwa sasa mjadala unaendelea, uchunguzi unaongoja matokeo na majeraha ya uchaguzi bado yapo wazi, lakini kati ya kelele, fumbo kuu linabaki kwamba simulizi la taifa halisi halijachorwa kikamilifu na upande wowote. Ule mwanzo wake unatengenezwa na picha, uandishi, kilio cha jamii na ukimya wa serikali, lakini mwisho wake bado unaandikwa. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa za kina na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemesha upande wowote. Zidi kuwa nasi, zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike, kushare na vile vile kugonga alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozi upload.